Tunaenda kwa hali ya insecurity na hali ya usalama mdogo yenye iliweza enregistre kwa hii semaine. Nafikiri tutajitahidi kutazama kama mambo iko juma telefoni siku se komplike, iko komplike hizi masiku, me tutaangalia kama tutaweza kupata habari. Tunatoa pole kwanza kwa wakaaji wa huko kata Nyakaliba ambao hili juma usiku ya 3 kuamkia siku ya 4 kulionekana janga la moto ambazo limeweza kuunguza nyumba 41. Ni kusema ya kwamba yani 41 ku lugha ya hapa kwetu mjini Bukavu, na nyumba na tuseme kama wapangai 64 ndio wameweza kupatwa na shida ya janga la moto. Habari tunazo kutoka kiongozi wa kata Nyakaliba Bwana Buroko Foster amesema ya kwamba ni watu 3 ambao walikuwa na mafuta ya gari ndio waliweza kuitupa kwenye nyumba hadi nyumba nyingi kuteketea, na kwa sasa ni watu zaidi ya 100 ndio wanakuwa bila makao. Huko pia tunaenda huko Mdusa nako kulionekana janga la moto. Ni kusema tariki 15 kuamkia tariki 16 ni nyumba nyingi zimeweza kuteketea kwa moto, na huko ni kila leo ndio kuna ripotiwa janga za moto. Pale Paijwi ni watu 2 ndio wameuawa na kupigwa fimbo. Huko tunakuwa grupuma ya Mgote, hawa watu 2 waliuawa majira za mchana tariki 19 Machi mwaka huu. Tunasema kwamba ni kupigwa na watu. Kunakuwa wana Bidunge Dogra ambaye ni wa village Nyegeri na Zairua Kaforo wa village Bulegei. Hawa wameweza kushutumiwa kuweza kumuua kijana moja ambaye alipashwa kufanya mtihani wa kwake wa masomo ya Institut Kasongero Emery Pierre, yani ni hiyo ambaye amefariki kutokana na magonjwa, na ndipo wakaji wametoka na kuwaua watu hawa 2 na nyumba zao kuchomwa kwa moto. Tunaenda huko tu, kijana mmoja mvulana, yani Kiswahili ya hapa kijana mwanaume amejipa kifo mshefri Rubenga. Huyu kijana akiitwa Patrick Bahati ameweza kujimalizia maisha. Ilikuwa siku ya pili tariki 17 March mwaka huu. Tunao mu village ya Bunyakiri Shefri Rubenga mgroupement ya huko, tunakuwa huko Ijwi. Tuseme pia pamudaka pia hali ya kujilipizia kisasi kutokana na hali za kusema wamepeleka viungo vya uzazi. Baba moja akiwa na angalau miaka 13 ambaye ameweza kuuawa tariki majira za saa 7 za mchana ku village ya Kashunguri. Tunakuwa su village ya Chifuma mgrupema ya Mdaka, tukiwa kwenye mtangamano wa huko Kabare. Aliweza kuuawa na watu wenye kuwa na hasira, kisha kijana mmoja kupiga yowe ya kwamba amepelekwa viungo vyake vya uzazi. Kwa habari za viungo vya uzazi kwenye kata Nkaafu ni watu 5 wamesema ya kwamba wamepelekwa viungo vya uzazi na kupelekwa kwenye ofisi ya kata hiyo, na ndipo walipotazama hawa wa vijana viungo vya uzazi vilikuwa hapo hapo, na chef de quartier ambaye ni Didier Mwati ametoa habari ya kwamba habari ambazo zilileta uvumi zilikuwa habari za uongo. Pale Pakavumu ni mashambulizi ndio imeonekana huko Chenkuru juma hili. Tunakuwa village ya Nyamakana ambako watu wenye kumiliki silaha wanaendelea na kufanya vitendo vya ukaidi wakiingilia watu ndani ya manyumba kila leo, na wakaji wa huko Chirato kama Kombe nafasi zingine wanaomba viongozi wawaletee usalama. Tuseme kama tariki 16 Machi mwaka huu
Ni watu wamoja kuzaniwa wazalendo ndio wamejitokeza kwenye centre commercial ya pale Kavumu na kuweza kumuumiza mtoza ushuru mmoja akiwa upande wa AFC M23. Ameweza kuumia kwa risasi na kupelekwa kwenye hospital, na kijana mwingine ambaye anatoka kumaliza masomo yake ya kiuniversity amepelekwa na hawa watu wenye kuzaniwa wazalendo, na kwa sasa wanaanza kudai pesa kwa wazazi wala familia ili waweze kumwachilia kijana huyu. Tuseme kwenye kata Chai ni mnamo mtangamano wa huko Bagira. Tuseme masomo ya Complexe Scolaire Asteri ya huko Chai. Binti Ansima na Megabe Loriane wa miaka 6 ya kuzaliwa amepelekwa na mama mmoja majira ya 12 za jioni, na kisha wakati huo mama huyo amepeleka mtoto, lakini kwa bahati mbaya mtoto amekutwa ametiwa kamba kwenye shingo na mtoto ameweza kufariki. Habari hizi tumezipewa na Lweki ya Shukuru ambaye ni kiongozi wa shirika la raia huko kwenye kata Chai. Huko Chiriri usiku wa 5 kwa mkia siku ya posho, ni hali ya heka ambavyo nyumba za biashara zimeweza kuporwa na watu wenye kumiliki silaha. Vitu vingi vimepelekwa. Usiku wa 4 kwa mkia siku ya 5, heka kwenye mtaa wa Ibanda, tukiwa huko ngambo za Avni Kindu, ambako watu wenye kumiliki silaha wamejipenyeza ndani ya nyumba za biashara na kusema mlio wa risasi, silaha kubwa imeweza kusikika kwenye avni hiyo, na imesemekana ya kwamba wamekuta maedui za masasi zaidi ya 60 na gari 4 zimeweza kubomolewa na masasi hayo, na mtu mmoja ameumia na masasi kisha kumwomba simu za mkononi na kuweza kukataa kutoa simu yake, ndiyo amefiatuliwa risasi. Siku ya pili mtu mmoja amekuta ameuawa. Tunakuwa huko Mungu kwenye kata Ndendere. Ni baba wa miaka 13 ndiye ameweza kukutwa ameweza kufariki. Nikusema ya kwamba hali inakuwa heka. Siku ya kwanza kwa mkia siku ya pili kulikuwa mapambano ngambo za huko Uvira kati ya AFC M23 na wale na FRDC pia wazalendo, na kulisemekana kwamba hata huko Kamisimbi mnamo mtangamano wa huko Walungu nako mapambano yameweza kusikika. Wakaaji wa miti nao wanasema ni watu wenye kumiliki silaha ambao wanawatatiza kila leo, na kwa sasa watu hawajiendi tena shambani sababu ya shida hizo ambazo zinakuwa za usalama mdogo ambazo zinapatikana hapa Bukavu. Mama Bora Buhendwa wenye Avni Biega ya 4, tunakuwa kwenye Mulengeza ya pili huko Panzi, ambako mama huyu wa zaidi ya miaka 13, yani amekuwa na miaka 31 ya kuzaliwa, naye amekuta amefariki akiwa na kamba kwenye shingo. Wamesema ya kwamba mama huyu ameweza kujitungika sababu ya shida za maisha. Ni kusema ya kwamba hali kama na hizo zinaendelea kuleta heka. Hali ingine ni kwenye kata Nguba, kwenye kata Nyalukemba, Avni Albert Kayabu ya 3 ya 6 na avni zingine, ndiko watu wanajipenyeza ndani ya nyumba za biashara na nyumba za wakaaji. Vitu vinapelekwa, simu za mkononi, television na vitu vingine, na raia hao wanalomba usalama kwa viongozi ambao wanahusika kwa ajili ya kuleta usalama kwa wakaaji. Binti wa miaka 10 ameweza kubakwa kwenye kata Kabukungu Labota, tunakuwa huko territoire ya Mwenga,
huko Kamituga. Ni mtu mmoja kuzaniwa mzalendo ndiye ameweza kumubaka mtoto huyu wa miaka 10, na mzalendo huyu amekamatwa na kupelekwa korokoroni kwenye prison centrale ya huko Kamituga. Mtu mmoja ambaye amepotea inakuwa juma moja kwa sasa, naye ameweza jamaa imeweza kumtafuta na kumkosa. Mwili wake imekutwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Huyu ni mkaaji wa Vinichibera, mzaliwa wa huko Kabare, ambako jamaa imeshangaa kuona baba huyu amepotea, lakini kwa bahati mbaya mwili wake imekutwa kwenye chumba cha wafu. Habari tunazo kutokana na viongozi wa huko Avni Chibera kusema ya kwamba inawezekana ameweza kupatwa na msiba wa gari. Mtu mwingine ameweza kufariki kisha kuanguka kwenye gari kwenye kata Nyalukemba kwenye soko ya huko Nguba. Nasemekana ni mwanajeshi mmoja ambaye aliweza kuanguka kwenye gari hilo na kufariki hapo hapo. Tuseme usiku wa 3 kuamkia siku ya 4, hali za misiba za barabarani kwenye Emery Patrice Lumumba ziliweza kuripotiwa nyingi. RAV4 moja imeweza kugongwa pale tunakuwa plus Munzihirwa, na gari hilo watu wengi wameumia vikali. RAV4 ingine imeweza kuigonga gari kubwa ya SNEL ile tunaita Land Cruiser, na gari hiyo nayo imeweza pondekana, na kwa sasa hali za barabarani zinakuwa chungu tele. Pale kuferuje gari ingine mtembezi taximan mmoja ameweza kumgonga mtu mmoja hapo hapo, na huyu alitafuta kukimbia, ila wale wanalinda barabara yani polisi ya barabarani imemlomba dereva kuweza kumpeleka muhanga kwenye hospital. Mlio wa risasi umesikika hapa kwenye Place Mulamba. Ilikuwa siku ya pili majira za saa 2 ya asubuhi, kisha polisi wa barabarani kumshimamisha dereva mmoja wa teksi, na dereva huyu kukataa kushimama, ndipo dereva ameweza kumsukuma polisi huyu na kuweza kuumia vikali hadi tembeza gari huyu ameweza kukimbia, lakini jeshi wamejitokeza na polisi na kupiga risasi kwenye gurudumu za gari, lakini dereva mwenyewe ameweza kukimbia huko tunaita ngambo za Corniche, kwa wale wanafahamu kata Nyalukemba. Hizo ni habari ndogo za usalama mdogo, lakini hali nyingine ni hali ya njaa ambayo inajitokeza sasa kwenye mtaa wa Kabare, ambako kwa sasa ile tunaita bwaki imerudi, sababu watu hawaende tena shambani wakishutumiwa na wale ambao wanamiliki silaha ya kwamba wao wamekuwa upande fulani. Wakaji wanaomba upande wowote, ngambo ya AFC kwa ngambo ya wazalendo, kuacha wakaaji kwenda shambani kusudi kupigana na magonjwa hayo. Magonjwa ya suluba nayo inajitokeza hapa mjini Bukavu kwenye kata Nyalukemba, nafasi zingine. Magonjwa hii inajitokeza kwa sasa, ni lazima wazazi waweze kukamata jukumu za kwao. Ile ni habari za usalama mdogo na habari za barabarani ambazo tulikuwa nazo kwa siku ya leo bwana Ibage. Lakini ngambo ya kisiasa, ni seneta Modeste Bahati Lukwebo ndiye ameweza kujiuzulu kwa wadhifa wake kama kiongozi wa pili kwenye Senate. Kini habari zinasemeka sasa kuna kuwa vigogo vya jimbo la Kivu ya Kusini ambako kwa sasa wanapigania wadhifa huo, kukiwa mwana seneta Bulakali, kukiwa Norbert Basengezi Kantintima mwana senate, na pia kuna kuwa Estache Muhanzi naye ni mwana senate, ambao wanapigania wadhifa huo kwenye senate. Na unajua wamemshutumu bwana Honorable Modeste Bahati Lukwebo ya kwamba yeye amekuwa upande wa AFC M23, lakini Modeste Lukwebo ametupilia mbali shutuma hizo ambazo anasema zinakuwa za uchonganishi,
lakini namesema anabaki kwenye union sacre de la nation. Kuna mtu mwingine ameweza ku habari zingine nuko Kinshasa, bwana Mudi Kazadi ameweza kukatazwa kuweza kwenda safarini kwenye airport ya Njili kisha kupora milioni 45 ya dola ambayo ilikuwa inatayarishwa kwa kulipa wale ambao kwa sasa wameachishwa kazi, yani le retraite ya Miba. Yani huyu baba ameweza kuiba pesa hizo na kusema ni kwa sasa milioni 115 ya dola ndiyo imeweza kuporwa kwa miaka 3 na bwana huyu, bwana Kazadi. Ingine ni kibarua ambacho kimeweza kupelekwa kwenye bunge kubwa Senate, ya kwamba kwa sasa tunaingia kwenye referendum sababu sinyatire 100,000 imeweza weza kupelekwa kwenye Senate na kwenye bunge la kitaifa Assemblée Nationale, ya kwamba referendum kwa ajili ya kuingia ndani ya serikali ya ine, ni kusema government, Senate, bunge zote zitaangushwa. Na hali ingine inasemeka ndani ya hiyo kibarua ni kusema ya kwamba watavunja Senate, government za jimboni zote zitavunjwa. Wanasema province zitarudi 11 na hatujui hali itakuwa namna gani, na inasemekana regime itakuwa regime presidentiel na maliwali watachaguliwa na rais ambaye atakaye kuwa madarakani. Martin Fayulu na Sesanga wanapiga kwenye meza na kusema ya kwamba Tshisekedi, rais wa Kongo, apime hata sekondi moja, hawatakubali abaki kwenye madaraka kisha kumaliza muhula wa kwake, na wamesema wamekuwa tayari kupambana. Lakini hali ingine ni kunakuwa muungano ya mpya ambako imezalika huko Katanga. Nafikiri tutapata jina ya hiyo muungano ambayo inasema nayo inakuwa pigania masilaha ya wananchi, na wamesema hawatamkubalia hata kidogo Rais Felix kupata hata sekonde moja kwa kubaki kwenye madaraka. Lakini kwa sasa ndani ya referendum hiyo, kibarua hicho kinasema muhula wa rais itakuwa miaka 7 renouvelable 2 fois, yani miaka itakuwa 21 rais atakuwa kwenye madaraka. Ni hali hizo ndizo zinakuwa changamoto hapa nchini Kongo ya kidemokrasia, na tunachunga tuone nini itakayojitokeza. Ni kusema ya kwamba mambo iko vile yako. Skandali hapa mjini Bukavu kwenye Universite Catholique de Bukavu, ambako mwalimu Nteranya Mondo, profesa Nteranya Mondo ameweza kusijue ni scenario na waza mliona, binti mmoja amesema amefanya accident na fiancé yake amemleta kwenye auditoire ambako mwalimu mkubwa Nteranya alikuwa akifundisha, na ndipo sababu mwalimu huyo akishaingia ndani ya darasa hakuna yule anaruhusiwa kuingia ndani, yani yeye anakuwa mwisho. Sababu sisi tumefunzwa naye, ni kweli anafika kwenye auditoire 15 minutes avant iko anachunga wanafunzi waingie ndani ya darasa. Akishafunga mlango bwana ibaki hakuna tena wa kuingia. Hata directeur general hawezi kuja kutoke asana kwa mwambia vitu fulani, na yeye anatoka wa kwanza na anaingia wa mwisho. Lakini uliona kwenye mitandao za kijamii kijana ule alianza kumenase professeur, na tumesikia kwamba binti huyo ameweza kufukuzwa kwenye chuo kikuu cha pale ku ICB. Ndio habari zenye tuko nazo hizo.